Na waomba maimamu wote na walimu wote wa madaris, tupo ndani ya mwezi wa mfungo 9, jirani tutaupokea mwezi wa mfungo 10, na kwa maana hiyo mwezi mtukufu wa Ramadhani utakuwa unaingia. Maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, misikiti mingi tunakuwa hatuna namna ya kujipanga kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hapana, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa program. Kila imam, kila shekhe, mashekhe wa wilaya, mashekhe wa kata, simamieni maeneo yenu, simamieni misikiti, simamieni walimu wa madrasa, wale wenye program za mashindano ya Qur'an kwa ngazi ya madrasa, kwa ngazi ya kata, kwa ngazi ya wilaya. Ni lazima programu hizo ziandaliwe mapema. Lakini pia mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao Waislamu wanatakiwa kustuliwa kidogo tu, waweze kutoa walichokuwa nacho kufanikisha harakati mbalimbali za Uislamu. Yule mwalimu ambaye madrasa yake haiko sawa, tumia mwezi mtukufu wa Ramadhani na Waislamu wanaokuzunguka, washawishi waone Waislamu, mimi nina uzoefu huo kwa mambo ambayo nayafanya mkoa wa Pwani. Sipati kikwazo kwa Waislamu katika kutafuta fedha. Mambo ambayo ninayafanya na wao wanayaona, wanashiriki. Jambo likiwa linaonekana Muislamu anatoa fedha yake. Kwa hivyo tusisubiri kila madrasa tupate muhisani kutoka Saudi Arabia, kutoka Kuwait. Hapana, Waislamu wanaozunguka madrasa kuanzia wazazi hao ndio waliojenga nyumba zao wanazoishi. Ukiwaeleza na ukawapanga wakaona kile ambacho wanakitoa kinafanya kazi, basi maana yake watajenga madrasa katika sura wanayoitaka. Hili jengo ninaloishi mimi hapa, kulikuwa na madrasa, nimefanya ukarabati billahi alaikum. Kwa Waislamu hawa nilokuwa nao hapa kijijini, madrasa imekuwa nzuri, imezuliwa, imepigwa tiles. Watawaonesha hawa watu ambao wanaikodi hii taarifa yangu. Sikupata muhisani kutoka sehemu yoyote. Ukimueleza Muislamu unataka kufanya 1, 2, 3, akakupa pesa yake, akaona, billahi alaikum, huyo akuachi. Lakini kuna eneo sisi ambalo tunalikosea, kwamba tunawahamasisha watu, bwana tunahitaji generator la 700,000. Watu wanachanga 700,000. Kisha generator hawalioni, wakihoji tunawapiga na hadithi za Mtume, ukitoa mkono wa kulia mkono wa kushoto sijue. Hii sio desturi nzuri. Kwa hivyo ninawahamasisha kupitia mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwezi wa fursa. Tutumie fursa za Waislamu tuliokuwa nao. Majengo yetu ya madrasa tuyaboreshe. Moja ya mambo ambayo watoto pia wanaona, nikienda pale madrasa shuleni kuzuri, na kalia dawati, kuna kiyoyozi, na sisi tuna uwezo wa kufanya hayo kwa hawa Waislamu. Lakini misikiti yetu, tuone mabadiliko ya dunia jamani. Mabadiliko ya dunia hivi sasa hayatupeleki kupata wahisani kutoka nje. Mabadiliko ya dunia hivi sasa yanatutaka sisi wenyewe tucheze shane ndani kwa ndani, na Waislamu wana uwezo jambo hilo. Wana uwezo mkubwa kabisa wa kurekebisha na ukarabati wa misikiti yao. Kwa hiyo msikiti wako usione kwamba umekaa katika hali hiyo ambayo umeikuta, ukaona msubiri mtu atoke nje aje kufanyia kazi hiyo. Wewe imamu wa msikiti, wewe mwalimu wa madrasa, una nafasi gani ya kuwashawishi wale wanaokuzunguka pale msikitini kwako ili kufanya maboresho hayo? Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani ni mwezi mmoja, lakini ni mwezi ambao ndio maana thawabu zake zinakwenda mwaka mzima. Man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kufunga Ramadhani kwa imani na kutaraji thawabu anafutiwa madhambi yake yote yaliyopita. Maana yake mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao unakuja na fursa. Tengeneza fursa kwa waumini wako, ukusanyaji wa tende, kwamba kila msikiti ukusanye tende. Waislamu wana uwezo wa kuleta tende. Ni aibu kubwa imamu unampigia shekhe wa mkoa, au mimi nimpigie mufti, mheshimiwa mufti, vipi tende huko? Mimi natakiwa nitafute tende kwa Waislamu wangu. Mwalimu wa madrasa atafute tende kwa wale waliokuwa chini yake. Imamu wa msikiti ni hivyo hivyo, na ile jambo linawezekana. Kuna misikiti pale Kariakoo, sitaki kuitaja kwa jina, yenyewe inajifahamu. Ikifika saa 12 Waislamu wapo nyomi katika ile msikiti, na kila mtu ana vipaseli zaidi ya 7. Anaftari, anakula daku, anarudi nyumbani kwake Mbagara huko au Kongoya alipotoka saa 4 usiku, kaftari na daku mkononi analo. Hivi vitu wanavitoa Waislamu. Kwa hivyo ni lazima tujenge ile tabia ya kubadilika. Tusione kwamba sisi tumewekewa wajibu wa kufunga, alafu kuna mtu yeye kazi yake kututafutia tende. Tende zinapatikana Kariakoo katika maduka mbalimbali. Waislamu wana uwezo wa kununua tende.
tuwanasihi Waislamu wanunue tende. Unakuwa na store ya tende katika msikiti wako, kila magharibi Waislamu wanafuturu. Akitokea muisani akileta, fabi hawa neema, alhamdulillah, taasisi fulani imetukirimu. Lakini imamu, usikae umelala kabisa kiasi ambacho wewe unasubiri kila kitu uje kufanyiwa. Hapana. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani tuchangamkie katika fursa zote, tujipange mapema, tuwasaidie wajane, mayatima, wasioweza, kwa kuweka mikakati mbalimbali ya kukusanya iftar. Haya yote tuyafanye mapema, na ndio maana asisti hii ninaitoa mapema ili kila mmoja apate ukumbusho, ajipange na wale ambao waliokuwa nao pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliueneza Uislamu na Waislamu waliokuwa nao Makka na wale waliokuwa nao Madina. Ndio fursa ambayo waliokuwa nayo. Kwa hivyo kila imam, kila mwalimu wa madrasa ana watu ambao wamemzunguka. Kwa hiyo usifike mahala wewe ukakosa kueleza mipango yako kwa sababu ya Waislamu. Waislamu wapo, sisi tukionesha kazi zetu, waqul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Mwenyezi Mungu anasema fanyeni kazi, kazi zenu ataziona Mungu na mtume na waumini. Ile grupu la tatu linahitaji kuona. Grupu la tatu la waumini wanahitaji kuona kile ambacho tunachokifanya. Basi baada ya kusema haya, nimtakie Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania afya njema, pamoja na baraza lake la mawaziri wote, pamoja na serikali yake yote kwa ujumla. Lakini pia nimtakie Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali afya njema, pamoja na wasaidizi wake wote kuanzia ngazi ya taifa mpaka imamu mpaka mwalimu wa madrasa. Lakini pia nitakie nchi yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amani na utulivu. Mwenyezi Mungu atukinge na fitna mbalimbali za ndani na nje. Mwenyezi Mungu atuimarishie umoja wetu, mshikamano wetu bila ya kuangalia dini zetu. Tushikamane kwa udugu wetu wa damu. Atuepushe na farqa, atuepushe na mitihani aina mbalimbali, na wale wote ambao wanaitakia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania fitna na mitihani, Mwenyezi Mungu azibadilishe nyoyo zao. Yeye ndiyo muqallibul qulub, anayebadilisha nyoyo za watu, azibadilishe wawe ni watetezi, wawe ni wazalendo wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aqulu qawli hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.